الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitawala malezi ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, malezi ambayo tunayapata katika surati Dhuha, katika aya za mwisho mwisho, alam yajidika yatiman faawa. Mwenyezi Mungu amkumbusha sallallahu alayhi wasallam neema ambayo aliyomtunuku, isije sallallahu alayhi wasallam akaona kuwa maadamu wahyi umekatika Mungu amemtupa. Mwenyezi Mungu anasema, najua una shauku ya wahyi, wala kukatika kwa wahyi huu haina maana nimekudharau, nimekuchukia. Mwenyezi Mungu amkumbusha sallallahu alaihi wasallam, alam yajidika yatiman faawa, kwani je, hatukukukuta kuwa wewe ni yatima? Lakini Allah subhanahu wa ta'ala, faawa ay akakupa makao, akakupa hali ambayo ni mzuri. Aya hii ndugu zangu ni aya inayodhihirisha mambo mawili. Kwanza, haki huchukuliwa kwa yoyote yule pasina kumwangalia atoka katika tabaka gani, na hii ndiyo uzuri wa Uislamu. Kipimo cha haki si bloodline, si mtu huyu atoka hapa, huyu si wetu, anazungumza hapa ni nani. La, angalia katika asri ya jahiliya, yatima ni mtu utwezwa, hana nafasi katika jamii. Akizungumza watu uuliza, babake wapi huyu? Huyu nani huyu? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kutaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe ni miujiza na risala yake iwe pia ni miujiza, akachukua risala akamkabidhi yatima sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo dawa haipimwi kwa vipimo vyetu tulivyo navyo, kwa huyu anazungumza lakini hatumjui nani. Mtume sallallahu alaihi wasallam yatima, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akampa fadla ya an-nubuwa. Dhalika fadlullahi yutihi man yashau wallahu dhul fadli adhim. Funzo la pili, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alitaka sallallahu alayhi wasallam awe yatima ili atamallak malezi yake moja kwa moja. Akaingiza mapenzi kwanza kwa Abdul Muttalib, pili kwa ammi yake Abi Talib. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, Mola wangu alinikuza adabu na adabu zangu zikawa nzuri. Kwa hivyo ni dalili yatima haina maana ametupwa, bali mtupeni watu wote, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hutakafal kumlea yatima. Kwa haya ndugu zangu, yatima anahitaji usimamizi, na ndio madai yetu insha Allahu Ta'ala. Tutabainisha sura ya Uislamu inavyoelezea kuhusu riayatul yatama au al-aitam. Wanaqulu wabillahi at-tawfiq, ma huwa al-yatim? Ni nani yatima? Kuna lugha tatu, na hizi amezitaja Asfahani katika kamusi yake ya lugha ya Kiarabu. Asema al-yatim man fakada abahu,
qabla albulughi, yatima ni yule aliyefiliwa na babake akiwa mdogo, ama akifika umri wa kubalighi miaka 15 kwenda mbele, huyu haitwi yatima. Kwa hivyo miaka 15 kurudi nyuma, akifiliwa na babake huitwa yatima. Pili, kuna al-latim. Al-latim ni yule aliyefiliwa na babake na mamake, huitwa al-latim kabla al-bulugh. Tatu, kuna al-ajiy. Al-ajiy ni yule aliyefiliwa na mamake. Mtoto aliyefiliwa na mamake lakini babake bado yuko hai huitwa al-ajiy. Ama kwa nini akaitwa yatima kwa jina hili la yatim? Asema vile vile Ashani, summiya yatiman min al-yutmi, wal-yutmi ay infiradu al-insani an abihi qabla al-bulugh. Ameitwa yatima kwa sababu amepwekeka, amekuwa pweke, hana mzazi wa kumwangalia, tena ni mtoto mdogo. Ayuha sadatul hudur, leo umma wa Kiislamu una mayatima walofiliwa na baba zao, lakini kuna wale waliouawa, wakina baba wameuawa kwa kulingana na operesheni za kijeshi za Marekani. Leo ulimwengu wa Kiislamu mayatima ni wengi, si Somalia, si Kenya, si Gaza, si Iran. Yote haya imefanya umma huu ni umma yatima. Hali hii inasababishwa na shari iliyoko katika polisi ya Marekani, ambayo tokea ibuniwe kwake karne ya 17 hadi sasa, Marekani ameendesha operesheni za kijeshi 100, nyingi zikiendeshwa katika biladi za Kiislamu. Wameuawa ndugu zenu Gaza, wanawake walioko Gaza wamekosa waume, wamebaki ni wajane. Watoto Gaza wamekosa wa kupapasa vichwa, wamekuwa ni mayatima kwa sababu ya shari ya maadui. Lakini yote haya yanafanikishwa na vibaraka katika nchi za Kiislamu, ambao kabla ya kuwa sisi ni mayatima wa kina baba, ni mayatima wa iman. Leo tumekuwa ni aliyatama ala mawaidhi liami, tumekuwa yatima twala kwa watu ambao wanatupatia shari na uadui. Sadatul hudhur, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alieleza mustakbali huu kwamba umma itakuwa kama yatima, itakuwa maskini, kila mmoja aipiga. Leo Irani yapigwa. Ajabu, katika Khalij waliokaa vibaraka waikashifu Iran kwa nini imepiga Jordan, Lebanon na wapi. Hawaja thubutu kushambulia kimaneno hatua ya Washington kuwapiga ndugu zenu Iran. Kwa hivyo mna macho ya kuona Irani kushambulia, lakini hamna macho ya kuona Marekani ikishambulia umma wa Kiislamu. Umma umekuwa yatima. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema yushiku al-umam an tadaa alaikum, mataifa mbalimbali, Russia, Uingereza, Mchina, Mjerumani, Marekani, al-umam wanakurubia an tadaa alaikum, kuitana kwa dhidi yenu, kama tadaa al-aklatu ila qas'atiha, kama watu wanavyoitana kula sahani iloja pilau, watu huitana njoo njoo. Hivi umma wa Kiislamu watu huchanganya dhidi yao. Faqala qailun amin qillatin nahnu yawma idhin ya Rasulullah, akauliza muulizaji, je, siku hiyo tutakuwa wachache kiasi kwamba mpaka mataifa yatajikusanya dhidi yetu na tusifanye lolote? Kwani tutakuwa wachache? Sallallahu alayhi wasallam akasema, la,
bal antum kathir, nyinyi mtakuwa wengi, lakini wingi wenu kahuthai saili, kama povu. Leo umma huu 2 billion, lakini karari zake zapitishwa na Marekani. Hao wanaojiita viongozi wa Kiislamu, hawa ni vinyozi, wanatia umma katika janga jingine kwenda katika janga jingine. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaeleza katika hadithi hii, Mwenyezi Mungu siku hizo ataondosha hofu ya maadui zenu kwa vifo vyenu, ataondosha haiba, ikawa hamuogopewi enyi Waislamu. Takuwa yatima. Yatima ni mtu ambaye maskini, ana wasiwasi takuwaje. Hii ndio hali yatima. Itakithiri alwahnu. Alwahnu manake ni hubu dunya wa karahiyatul maut, kupenda ulimwengu na kuchukia mauti. Sadatul hudhur, umma umebaki yatima, hauna kiongozi wa kulea. Kama vile vile yatima huhitaji uongozi. Yatima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemueleza katika Al-Qur'anul Karim. Miongoni mwa aya ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaziteremsha katika Suratun Nisa'i kuanzia aya ya 2 hadi aya ya 10, ikielezea jinsi Uislamu ulivyo kuja kumsimamia yatima. Ya kwanza ikaamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema, wa atul yatama amwalahum wala tatabaddalu alkhabitha tayyib, wapeni mayatima mali zao. Hii ni amri. Kwa nini yaamrishwa amri hii? Kwa sababu yawezekana yule yatima akaghilibiwa. Wewe ni ammi yake, ndiwe umeachwa na yatima, lakini ammi ameacha pesa na mali na majumba. Wewe mtoto ni mdogo, kwa hivyo waanza kumanipulate, hajui chochote huyu, hata mali haya niyarithisha watu wangu. Huku ni kula mali ya mayatima. Mwenyezi Mungu asema ziregesheni mali zao kwao. Wala taakulu amwalahum ila amwalikum, wala msile mali yao kwa mali yenu, yani mkachanganya, huyo hajui hii mpaka kija itakuwa shapanda. La, haifai katika Uislamu. Kwa hivyo Uislamu, nguzo ya kwanza ikatukataza kula mali ya mayatima. Ndugu zangu, tunafahamu mizozo mingi leo katika majumba ni masala ya mali ya mayatima. Isikughuri ndugu yangu Muislamu swala zako, wala isikughuri istighfari zako, wala kusoma kwako Qur'ani, ikiwa nyumba yako una mali ya mayatima na unakula mali ya yatima. Pili, Uislamu ukaweka mizani katika kufikia uadilifu. Basi ni muhimu kuchunga, hasa katika ndoa. Ni yatima, umeruhusiwa kumwoa, lakini kuoa kwako isiwe driving force ni kula mali yake, kama walivyokuwa fanya Waarabu. Walikuwa wakioa mayatima, si kwamba ati wanaorumia, iwe ni advantage ya kula mali yao, au akimwezesha mtu. Mwenyezi akasemaje? Fa in khiftum alla tuqsitu wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, na lau mtaechelea kuwafanyia wema waadilifu mayatima, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, oweni 2, 3, 4, lakini chungeni haki zao. Ni afadhali kuoa wanawake ambao si mayatima hata 4 kuliko kuoa yatima kwa lengo la kumkanyaga mali zake. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahida au ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. Mwenyezi Mungu anasema ikiwa mwaichelea kufika katika uadilifu, na uadilifu hapo unazungumziwa ni masala ya ugavi wa mali, si masala ya mahaba. Walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i, hamuwezi mkawafanyia uadilifu wanawake. Lakini Mwenyezi Mungu akasema wala tamilu kullal maili, wala usipinduke ukampindukia huyu mpaka yule mwingine akahisi kwamba ametupwa. Hapa yazungumziwa uadilifu wal qasama. Kwa hiyo ikiwa mtu hawezi kufanya uadilifu, anajijua,
ni vizuri atosheke na mke mmoja. Si hili tu, yatima tunaweza tukala mali yake bil ma'ruf, lakini fa in anastum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum, wakiwa wamefika katika umri wa kubalighi na wanaweza kumaizi mali, tuwaregeshe mali zao. Si hili tu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulman, hakika wale ambao wanakula mali ya mayatima kidhulma. Sababu ipo kama nilivyoeleza, kuna mazingira ambazo mtu anaruhusiwa kula, lakini akifika umri na kula kule usichanganye mali yake, ni unakula bil ma'ruf. Na kama wewe una pesa tosheka, usile mali ya mayatima, mwekee. Kwa hivyo ukila mali ya mayatima dhulman, inma yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira, hakika hawali chochote isipokuwa ni moto, na wataingia katika moto kama huo. Wa na'udhu billahi min dhalik. Ndugu zangu, Uislamu ulivyomwangalia yatima, hata katika lugha ya yatima chunga sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema alam yajidika yatiman faawa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faaghna fa ammal yatima fala takhar. Na hapa kuna angalizo. Qur'ani imesema fa ammal yatima fala takhar. Katika lugha nyingine tungesema fala takharul yatim, lakini ametangulizwa maf'ulun mbele ya fa'il. Hii ni dasturi ya Qur'ani, ikiwa himma na inaya ipo katika maf'ul hutangulizwa. Kwa hivyo hapa yatangulizwa yatima, fa ammal yatima, kwa sababu mazungumzo hasa yanapaswa kuelekezwa kwa yatima. Amekuomba kitu, waweza ukamjibu jeuri, lakini Mwenyezi Mungu anasema la fala takar, usimdhulumu. Yaweza yatima akaja kukuomba kitu labda, au ana mali yake na una uwezo ukamdhulumu. Mwenyezi Mungu anasema usimdhulumu yatima, usimuonee yatima. Ndugu zangu, hapa kuna funzo moja la kuwa kiongozi yoyote ili awe na quality za uongozi lazima awe na huruma na raia. Miongoni mwa raia ni watoto mayatima. Uislamu una legitimacy hii, unahurumia yule asokuwa nacho, lakini hasatan wa min muqaddimatihim alyatim. Yatima amepewa offer specially, na hii yaonyeshwa ile quality za leadership katika Uislamu. Uongozi ili upate legacy yake, si kudanganya watu na kucreate umaskini ambao siku zote yule tajiri anasonga mbali na tajiri anasonga chini kudidimia. Hakuna legitimacy. Ndio maana mataifa ya kibepari ni rahisi kuanguka haya mataifa, kwa sababu hayana mahusiano, connection baina ya raia wao na viongozi wao. Vinginevyo kama tulivyoeleza katika bayani iliyopita, hudanganywa hawa raia, danganya toto World Cup, mashughulisho yote watu hushughulishwa kwa World Cup, ila hali kuna umma leo mabilioni ya pesa ndugu zangu yameandaa World Cup. Niwakumbushe kama nilivyokumbusha katika bayani iliyopita, Qatar, nchi ya Kiislamu, ilikusanya dola bilioni 220 kuandaa World Cup, ilhali pambizoni mwake kuna Yaman, watu wanakufa njaa, watoto wanakufa njaa. Hivi ndivyo ilivyo ndugu zangu. Hapa Kenya unaandaliwa 2027 African Cup of Nations. Kabla yake tumeandaa CHAN. Madaktari wanagoma, hakuna madawa, lakini viwanja vinatengenezwa. Huu mfumo ndugu zangu hauna priority. Priority ni kwa maslahi ya waraslimali, raia hutupwa. Hifa ammal yatima fala takaru, hudhihirisha Uislamu kwamba upo karibu yule kiongozi. Ili legitimacy yake iendelee, lazima asibuni tabaka la wenye kuonewa. Yatima hafai kuonewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika matangamano yake na yatima akatuambia katika hadithi sallallahu alaihi wasallam, akasimu ana wa kafilul yatimi kamadha kahataini, wa ashara bisababati wal wusta sallallahu alaihi wasallam wa huwa arhab
min hadhihi al-umma, yeye ndiye rahim katika umma huu, asema mwenye kulea na kumsimamia yatima, basi tija yake mtu huyu peponi. Ana wakafilul yatimi kahataini fil janna, mimi na yeye nitakuwa naye peponi. Kwa lugha ya Kiswahili sako kwa bako tutakuwa na sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam akasema kahatain, akaviambatanisha. Sababa ni kidole cha shahada, al-wuswa kidole cha kati, ina maana utakuwa sawa na sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika wale insha Allah taala. Na nyumba yoyote ya yatima ni nyumba ya kuangaliwa, na yatima huangaliwa si chakula chake tu. Iqra'u qawlahu ta'ala, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair. Mwenyezi Mungu hakusema qul islahuhum, la, qul islahu lahum, kwa sababu hii lamu ni lamu al-ikhtisas au sababia. Ina maana si kumlea tu physically yule yatima na kumpa chakula chake, tabia zake, elimu yake, mpaka kule mwili wake kumgusa, inaondosha kibri. Anakuja bwana mmoja asema, ya Rasulullah, ana ajidu qaswa alqalb, mimi moyo wangu ni mzito sana. Amwambia, idhhab wamsah ra'sa alyatim, nenda ukapapase kichwa cha yatima. Leo kwa nini ndugu zangu mayatima tunawatoa majumbani kwa hoja hatuwezi ati paka tuweke na orphanage centers? Mfumo wa kibepari ndugu zangu umefeli, mpaka yatima ambaye hana baba atulei sisi kama jamii, ila paka tumtupe ati tujenge majumba ya kuwalea mayatima. Si vibaya hivi, lakini ndugu zangu, asili fadhila za yatima kumlea unapandishwa daraja. Nyumba inayolea yatima ni nyumba ambayo hayaishi kukatika baka. Kama vile vile nyumba anayedhulumiwa yatima ipo mbali na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, mayatima tunao, na ni muhimu sana mtu anapokufa tusiangalie tu kulipa deni lake, tukajisahau kwamba huyu mtu pengine ameacha watoto. Hawa watoto tuwafanyie bidii, tuwe nao karibu. Wallahi, kumpapasa yatima kichwa chake, hili ni jambo ambalo laondosha kibri na la kukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bal katika riwaya, yoyote mwenye kumuudhi yatima mpaka akalia, yahtazu bi'arshi rahman, yani arshi ya Mwenyezi Mungu yatetemeka kwa sababu ya kitendo ambacho unafanyaje, unamdhulumu yatima. Kwa muomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu.